Mbili ni uhalali. Uhalali wa matumizi ya nguvu unatokana na kufuata mamlaka na taratibu zilizowekwa kisheria. Kwa mujibu wa kanuni hiyo ya jumla jeshi la polisi PGO 274 kifungu 4 kisoma pamoja na sheria za mwenendo wa mashauri ya jinai na kanuni za adhabu zinaweka uhalali wa jeshi la polisi kutumia nguvu panapohitajika kufanya ghasia. Kwa hiyo principle ya legality ipo Tanzania tayari kisheria. Tatu ni swala la uwajibikaji. Askari anapozingatia misingi ya matumizi ya silaha anawajibika binafsi, personal accountability. Kila afisa au polisi anawajibika binafsi kwa matumizi yoyote ya sofa ya silaha ziliko chini ya uangalizi na udhibiti wake. Kwa msimamo huo pia umebainishwa katika kesi nyingi dhidi ya polisi ambao zimeamuliwa na Mahakama Kuu na Mahakama ya Rufani ya Tanzania na nchi nyinginezo. La mwisho ni swala la ulazima, necessity. Polisi wanaweza tu kutumia nguvu pale ambapo ni lazima kabisa kufanya hivyo. It was strictly necessary kufanya hivyo ili kudhibiti hali kulingana na hizo kanuni nilizozungumza. Tume pia ilizingatia misingi ya mwongozo wa matumizi ya nguvu, use of force compendium, ambayo pia imebainishwa kwenye kanuni za polisi. Ilichambua ushahidi kuhusu matumizi ya nguvu katika maeneo mbalimbali na kubaini kuwa hatua za matumizi ya nguvu zilitofautiana katika eneo moja na eneo jingine. Yapo maeneo ambayo hatua ya kwanza ya uwepo wa askari ilizoesha kuzuia ghasia kuendelea. Ile ndi level ya kwanza ambayo polisi tu kwa sura yake na nguo alizovaa inasambaza makundi yalokusanyika. Lakini yapo pia maeneo mengine kutokana na kiwango cha tishio kwa uhai wa askari au raia wengine ililazimu kutumia hatua nyingine zile za juu, na ziko hatua 6. Mfano, kituo cha polisi cha Salasala Dar es Salaam. Mmoja ya askari aliyekuwa katika kituo hicho alieleza kuwa walikuja kituoni hapo, walivamiwa na kundi la watu zaidi ya 150 wakiwa na silaha za jadi ikiwemo mapanga, mishale, mikuki na madumu ya mafuta ya petroli, na kutokana na hali hiyo walilazimika kutumia mabomu ya machozi na baadaye kuamua kukimbia baada ya kuzidiwa nguvu. Shahidi mwingine kutoka kituo cha Nyamagana Mwanza alieleza hali ilivyokuwa eneo la stendi kuu ya mabasi ya mwendo ya kwenda Nyegezi, ambapo kundi la watu 300 au 400 walikuwa na silaha za jadi ikiwemo sime, nondo, marungu, wakiwa wanafanya ghasia kwenda moja na kuchoma moto mali za watu. Kutokana na hali hiyo walilazimika kutumia mabomu ya machozi, na hadi ilipozidi kuwa mbaya ya hatari walazimika kutumia silaha za moto. Kwa mujibu wa ushahidi huyo, katika tukio hilo askari walikuwa 9 dhidi ya kikundi cha wafanya ghasia 400. Askari mwingine kutoka kikosi cha kutuliza ghasia Mwanza alieleza pia kuwa siku hiyo Oktoba saa 7 mchana wakiwa katika eneo karibu na benki ya CRDB na NMB Buzwelo, askari polisi walikuwa wakiwaokoa askari wengine na walilazimika kutumia mabomu ya machozi ili kuwatawanya wafanya. Askari wenzao walikuwa katika hali mbaya.
Tume pia ilipokea ushahidi kutoka baadhi ya mashahidi walidai kwamba polisi ilitumia nguvu katika kudhibiti ghasia kama ifuatavyo. Tarehe 30 Oktoba 2020, mkazi wa Mombo Songwe anasema kwa majira ya mchana alikuwa kisimani anachota maji na mtoto wake. Walisikia mlio wa mabomu, kawa anakimbia akiwa amebeba mtoto. Mtoto alidondoka chini baada ya kupigwa risasi kichwani. Mkazi mmoja wa Marungu, wilaya ya Rumeru, mwanawe wa umri ya miaka 35 alipigwa risasi 4 na askari polisi katika eneo la Kimondulu tarehe 29 Oktoba akiwa karibu na dukani kwake. Kwa mujibu wa maelezo ya shahidi mwingine, mashahidi huyo, mwanaye alipigwa risasi ya mgongoni akaanguka chini, kisha askari walimfuata na kumpiga risasi 3 mgongoni na kumvunja mifupa miwili, uti wa mgongo na nyingine chini ya moyo, na hivyo imeshindikana kuitoa. Kwa sasa mwanawe anaendelea na matibabu hospitali moja ya rufani. Tukio hilo ni moja ya matukio yanahitaji upelelezi za kina ambayo tume imependekeza. Lakini pia huko Mwanza, tume imepata taarifa tukio la mauaji ya watu wapatao 13 lililodaiwa kutokea tarehe 31 Oktoba katika kibanda cha TV kilichopo eneo la Mji Mwema jijini Mwanza. Shahidi mmoja ambaye alijitambulisha kama mnusurika wa tukio hilo alieleza tume kupitia maelezo yake ya kiapo kwa tarehe 31 Oktoba watu wanaodhaniwa kuwa ni askari polisi walivamia kibanda hicho na kuwapiga risasi watu takriban 13, akiwamo yeye shahidi mwenyewe ambaye aliweza kunusurika na kutoroka. Na kwa jibu wa maelezo yake, pamoja naye kuna wapo watu wengine 2 walionusurika, ambapo mmoja alikuwa akipatiwa matibabu katika moja ya hospitali ya Mwanza na mwingine kijijini kwake. Hii pia ni moja ambalo jambo tuhuma nzito ambayo inahitaji uchunguzi zaidi na tume imependekezwa. Mheshimiwa Rais, serikali ina wajibu kupitia jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha usalama wa raia na mali zao, na inapotokea hali yoyote inaweza kuhatarisha usalama, serikali kupitia vyombo hivyo inapaswa kuchukua hatua stahiki ya kurejesha utulivu kwa mujibu wa sheria na miongozo. Pale ambapo hatua zilizochukuliwa zimesababisha madhara kwa raia kutokana na matumizi ya nguvu ya afisa au maafisa wa vyombo vya ulinzi na salama, basi upelelezi wa haraka uhuru kikamilifu unatakiwa ufanyike kwa mujibu wa miongozo yetu nchini, ya kikanda ya kimataifa. Lengo ni kulinda amani ya wananchi kwa serikali na vyombo vyake ili kuhakikisha dosari hazijirudii. Hadidu za rejea nyingine ilikuwa ni utawala wa sheria na lakini kuja nijenge daraja, Mheshimiwa Rais, katika hatua zilizochukuliwa na uwajibikaji ambayo ndalizungumzia sasa hivi. Tulivyosikia watu wengi walipokuja mbele ya tume, nadhani ni matarajio ya wengi kwamba hii leo tume pia ingewasilisha kwako baada ya siku 153 na kuanika hadharani wahusika wakuu walopanga, waloratibu
waliofadhili matukio ya ghasia. Kuna tegemeo hilo. Pia kuna tegemeo kwamba leo hii baada ya siku 153 waliokiuka haki ya uhai pia tungewatangaza. Hilo ni tegemeo la wengi, lakini hilo kwa maoni yetu tunaita ni sio la wakati, kwa mambo mawili matatu. Tume hii ni tume ya kutafuta hoja, fact finding. Tume ya kutafuta hoja, fact finding. Pili, mamlaka ya kushughulikia masuala ya jinai au madai zinabaki pale pale, hazikubadilishwa na tukio. Kwa hiyo mamlaka zile za uchunguzi zinaendelea pale pale. Kwa mfano, kuna mtu amenyongwa Mwanza wakati wa tukio. Hiyo ni jambo ambayo jeshi la polisi linashughulikia. Kwa hiyo vitu havisimami shauri ya tume. Kama uhalifu umetendeka, unaendelea. Lakini jingine, tume pia hizi zinakatazwa, na tume zote za kimataifa ni hivyo hivyo, kwamba huwezi kumtuhumu mtu bila kumpa fursa ya kujibu dai. Kwa pamoja na watu kutajwa mbele ya tume, mpaka waitwe, wahojiwe ili umpe haki yake. Usipompa haki yake, hiyo kesi yako ikienda mahakamani lazima itafutwa, kwa sababu sisi, tofauti na nchi nyingine, haki ya kumpa mtu kumsikiliza ni ya kikatiba, sio ya sheria. Kwa lazima kabla hujamhukumu, hujasema kwamba huyu anahusika. Kwa hiyo tume hizi hazihitaji jina. Lakini la mwisho ambalo watu wanataka kwamba matukio yote ya Tanzania, Mheshimiwa Rais, tuyaweke kwenye mizani moja. Tumesema matukio 202, eneo 202. Sasa eneo moja Kinondoni. Kinondoni kuna matokeo ngapi? Siku moja 29, wakati mmoja, saa moja, matokeo 8. Matokeo 8. Kwa hiyo maeneo tukisema 202, Bunda eneo moja, lakini ndani ya kuna maeneo mangapi? Ubungo eneo moja, kuna mambo mangapi? Kwa hiyo matukio ni mengi. Kwa hiyo huwezi kupima yote kwa Tanzania, kwa sababu wanataka watu tutoke kwamba nguvu iliyotumiwa ni ndogo au kubwa. Hii sio kama bembea unapima nguvu kubwa, nguvu dogo. Hapana, kila tukio lipimwe. Kwa hiyo tukio la ghasia la matumizi ya silaha za moto, kwa mfano, lililosababisha kifo cha moto stendi ya shule Kibamba Ubungo, Dar es Salaam, na mazingira yake na yote yaliyotokea hapo siku hiyo, hayawezi kupimwa na ghasia zilizotokea na kusababisha kifo cha raia aliyepigwa risasi mtaa wa Kilimanjaro, Tegeta Ubungo, licha ya ghasia iliyotokea na kusababisha kifo cha raia Tegeta au Usalama Road, kaya ya Bunju Kinondoni, Dar es Salaam. Hivyo hivyo, haya yote huwezi kuyapima na ghasia iliyosababisha kifo cha mwanakijiji kijiji cha Gitiro, Tarime, Mara. Kila mmoja ipime kadri ya tukio lilivyotoka na tuhuma zilizotolewa wakati huo. Kwa hiyo uhalali wa matumizi ya silaha za moto kwenye ghasia lazima zipimwe kuzingatia mazingira yaliokuwa kwenye tukio hilo wakati na muda huo, vitendo vya husika, uandani, namna vitendo hivyo vilivyopinzana, na kama sheria inavyotaka vipimwe kwa busara ya kawaida, kama alivyoiona askari alipokuwa kwenye tukio hilo akiwa kwenye eneo hilo.
Kama taarifa ya tume ilivyoeleza, matukio hayo yalikuwa mikoa 14, wilaya 43, maeneo 202. Kwa hiyo tume imepokea madai ya matumizi hayo mengi kupitia kiapo na kadhalika, lakini pia kutokana na hayo, kama nilivyosema, kuna pendekezo ya hatua hizo ambazo tunaomba kwa busara yake Mheshimiwa Rais aangalie uwezekano kuhusu mapendekezo ya kuendeleza kazi ya tume kuhama kutoka uchunguzi ambao tunafanya kwenda kwenye upelelezi mahsusi wa matokeo mahsusi ili sheria ichukue mkondo wake. Mheshimiwa Rais, nije mambo mawili ya mwisho ambayo ulituagiza tufanye. Moja ni swala kuangalia maridhiano na katiba mpya. Kwa hiyo kuhusu maridhiano na katiba mpya, tume imebaini yafuatayo. Mosi, matukio ya Oktoba 23 pamoja na changamoto ambazo zimekuwapo kwa muda mrefu vimesababisha nyufa na majeraha kwa taifa. Hivyo maridhiano na muafaka wa kitaifa ni hatua muhimu katika kuponya majeraha na kurejesha amani, kuaminiana, mshikamano na utengamano ndani ya jamii na taifa kwa ujumla. Maridhiano yanapaswa kuwa mtambuka ya kuimarisha nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi ili kutathmini zaidi ukweli, kuponya majeraha, kutafuta suluhisho na kufikia muafaka wa kisiasa, kukubaliana juu ya misingi mambo yanayohusu katiba mpya na kurejesha umoja wa mshikamano wa kitaifa. Swala la maridhiano, Mheshimiwa Rais, halikuanzishwa na ghasia. Lilianzishwa kwa maoni ya wengi walioingia madarakani mwaka 2016 na falsafa ya 4R ambayo moja ni maridhiano. Kwa hiyo sio ghasia ndio zimeleta maridhiano, maridhiano ni muendelezo. Lakini la pili, kwa kuzingatia nafasi na taasisi za dini katika kulinda tunu ya amani na kujenga utengamano katika jamii, upo muhimu wa kufanyika majadiliano baina ya dini kama sehemu ya maridhiano ya kijamii. Hivyo majadiliano, maridhiano na muafaka miongoni mwa viongozi wa dini yataimarisha uelewano miongoni mwao na kukubaliana kuhusu mipaka kati ya dini na siasa katika utekelezaji wa majukumu yao, kisha mapendekezo yao kuwasilisha serikalini kwa hatua stahiki kwa ajili ya utulivu wa siasa na kijamii na kuepuka migongano katika siku zijazo. Maridhiano yatakayofanywa katika ngazi ya kitaifa yanapaswa kushuka ngazi za mamlaka za serikali za mitaa kwa kutumia mifumo ya utawala iliyopo kwenye wilaya, tarafa, kata na vijiji. Na 4, ili kuhakikisha mchakato wa maridhiano na muafaka wa kitaifa unafanikiwa na kusaidia kukwamua mikwamo iliyojitokeza, ni muhimu kuwa na baraza la ushauri la wazee lisio rasmi, changamoto na mivutano katika jamii na mambo mengine ya kitaifa. Mheshimiwa Rais, mwishoni tumependekeza mapendekezo ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu kama utakavyoona inafaa. Tume inawasilisha mapendekezo mbalimbali yakiwemo ya muda mfupi, muda mrefu na muda wa kati. Kwa
minajili ya wasilisho hili, naomba tu nieleze baadhi ya mapendekezo hayo, lakini hakuna pendekezo ambalo linapendekeza kuanzishwa kwa taasisi mpya. Mapendekezo ya muda mfupi. Baadhi ya mapendekezo: mosi, ni serikali kuweka utaratibu wa kuhakikisha majeruhi waliopata ulemavu kutokana na ghasia za Oktoba 25 wanapata huduma za matibabu bure, ikiwa ni pamoja na watakaohitaji vifaa saidizi na viungo bandia, prosthesis. La pili, serikali kutenga siku ya maombolezi ya kitaifa kuwakumbuka Watanzania zaidi ya 500 waliofariki kwenye ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Tatu, ni serikali iweke mkakati na kutengeneza rasilimali kwa ajili ya utoaji wa huduma za msaada wa kisaikolojia na kijamii, pamoja na kufanyika kwa tathmini ya haraka, rapid assessment, ya athari za kisaikolojia na kijamii katika maeneo yaliyoathirika na ghasia za Oktoba 25. 4, ni maoni ya tume kwamba ni muhimu katiba mpya ipatikane ifikapo 2028 ili itumike katika uchaguzi ujao wa serikali ya mitaa mwaka 2020 na uchaguzi mkuu mwaka 2030. Ili kufika lengo la kupata katiba hiyo kabla 2029, serikali tunaipendekeza iunde kamati ya wataalamu wa katiba ambayo itakuwa na jukumu la kupitia katiba iliyopo, rasimu ya katiba ya Tume ya Mabadiliko ya Katiba, katiba pendekezo ya mwaka 2014, ripoti za tume mbalimbali na kamati na vikosi kazi mbalimbali. Baada ya kufanya mapitio hayo ya nyaraka ambayo itafanywa na hii kamati ya uandaaji wa katiba, kamati ya wataalam ipate maoni na michango ya wananchi. Tumebaini kuanzia 2014 mpaka hii leo kuna Watanzania zaidi 16 milioni 16 hawakushiriki katika mchakato wa mwaka 2014 kwa sababu walikuwa chini ya miaka 18. Kwa ndio hiyo umuhimu wa hii kamati ya wataalam kupata wadau, lakini kupata wadau au vijana kwenye kuchangia kwenye katiba na kuandaa rasimu ya katiba itakayopigiwa kura na wananchi, referendum. Ushauri mmoja ulitolewa na kiongozi wa dini ni kwamba katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira. Hiyo ndio ushauri wa kiongozi mkuu mmoja wa dini. 5, serikali iunde tume ya maridhiano ya muafaka kwa taifa kupitia mamlaka ya rais chini ya ibara 36 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo itakuwa shirikishi na itakayosimamia na kuongoza maridhiano katika nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi, ili kutathmini zaidi ukweli, kuponya majeraha, kutafuta suluhisho za muafaka wa kisiasa na kurejesha umoja wa mshikamano wa kitaifa. 7, ni sambamba na tume ya maridhiano na muafaka ya kitaifa iunde baraza la wazee la washauri la kutumisha baadhi ya viongozi wakuu wastaafu pamoja na wazee wengine ili kutoka jamii kwa lengo ili kuwasaidia tume ya maridhiano pahali popote saa yote watakavyohitajika. 3, ni sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi itekelezwe kikamilifu na pamoja na kuhakikisha kwa uteuzi wa mwenyekiti na wajumbe wa tume unafanywa kwa kuzingatia sheria iliyorekebishwa mwaka 2024. Aidha, tume iruhusiwe kuajiri watumishi wake
ili wawe na wajibu wa kusimamia shughuli za uchaguzi ingalau hadi ya jimbo. Katika ngazi za wasimamizi, wasaidizi na wasimamizi wa vituo, INEC iendelee kutumia watumishi wanaoajiriwa kwa muda, na hatua hii itaondoa malalamiko ya vyama vya siasa na wananchi kuhusu uhuru wa tume hiyo. 4. Tume imebaini pia kwa yapo maeneo yenye viashiria vya jinai kama nilivyosema awali ambavyo vinahitaji kuangalia kuhusu uwajibikaji. Hivyo inapendekeza kwa kuunda kwa tume ya uchunguzi wa kijinai kufuatia matukio ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa mujibu wa sheria ya tume ya uchunguzi, kwa mamlaka ambayo anayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tume hii itakuwa na jukumu kwanza la kupeleleza na kufuatilia masuala mahsusi yanayohitaji upelelezi zaidi ili kushughulikia tuhuma nilizoainisha hapa, lakini pia masuala mengine ni kubaini wahusika wakuu walopanga, waloratibu, walofadhili ghasia, mastermind, na pia kushughulikia masuala ya tatanishi ya vifo na pia maiti ambazo mpaka leo hazijulikani zilipo. 9. Ni jeshi la polisi libuni na kutekeleza mkakati madhubuti wa kurejesha na kuimarisha mahusiano yake na jamii kwa manufaa ya ulinzi na usalama wa raia na nchi kwa ujumla kama ilivyopendekezwa na Tume ya Haki Jinai. Na 10. Serikali na vyombo vya dola vitekeleze majukumu yake kwa namna inayoonyesha wazi kuzingatia mazingira ya mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa. Hatua hii italeta usawa katika uwanja wa ushindani na kuondoa malalamiko ya wadau wa siasa na wananchi kwa ujumla kuhusu kukosekana kwa demokrasia katika siasa za vyama vingi nchini. 11. Maadili ya viongozi yasimamiwe kwa karibu, ikiwa ni pamoja na mitindo ya maisha ya baadhi yao na miiko ya utumishi wa umma ili kubaini na kudhibiti vitendo vilivyokabilika kama vile rushwa na ufisadi. La 11. Sheria ya Baraza la Taifa la Vijana sura 411 itekelezwe na baraza liundwe lianze kutumika kama jukwaa la maridhiano na hasa majadiliano na utatuzi wa masuala kuhusu vijana. Mapendekezo machache niongelee, Mheshimiwa Rais, kuhusu yale ya muda wa kati. Serikali imarishe mifumo ya uwajibikaji kuhakikisha watendaji wote hususan wa ngazi za kati na chini wanasikiliza na kushughulikia kero za wananchi kwa wakati na kuwajibika pale wanaposhindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo na wanapokiuka sheria. Ili kutekeleza jukumu hilo kwa ufanisi, ni muhimu kuviwezesha vitengo vya ufuatiliaji na tathmini katika taasisi ambavyo kwa muundo wa sasa vinawajibika moja kwa moja kwa mkuu wa taasisi. 2. Serikali iendelee na iweke kipaumbele katika kutekeleza mapendekezo ya tume za vikosi mbalimbali ikiwemo ile ya mfumo wa haki jinai na vikosi kazi vingine. Serikali pia, pendekezo jingine, huimarisha mfumo wa ajira ili uwe wa ushindani na haki. Ingine, serikali imarisha usalama, ulinzi na ufuatiliaji katika maeneo ya mipaka hasa yenye vipenyo vingi ili kuzuia uharibifu na uingiaji nchini kiholela. 5. Serikali imarisha ulinzi shirikishi kupitia mamlaka ya serikali za mitaa kuwashirikisha wananchi, ikiwa ni pamoja na kurejesha mifumo ya nyumba kumi kisheria. Hatua hii itasaidia kubaini viashiria vya uhalifu na kuchukua hatua stahiki kwa wakati. Mathalan, ushahidi ulibaini kuweko kwa nyumba mbalimbali kwenye makazi ya watu zilizotumika kama makambi ya kuwahifadhi vijana walikuwa wanaandaliwa kwa kupatiwa mafunzo kwa ajili ya kufanya hasia. Hata hivyo, mafunzo
ya ulinzi vyombo vya ulinzi hawakuweza kubaini kuhusu makambi hayo.